Nilimtaja Mheshimiwa Injinia Mwanaisha Ngazi Ulenge, wajiandae Mheshimiwa Bengi Mazana Isa, Mheshimiwa Haidar Hemed Sumri na Mheshimiwa Masache Njelu Kasaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi ya kuchangia. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwenye enzi na utukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue fursa hii kuipongeza serikali kwa kazi kubwa wanayofanya katika sekta hii ya ujenzi. Kiukweli kabisa, kazi kubwa imefanyika katika taifa letu, hilo halipingiki. Ukichukulia 00 ya barabara zote nchini pale Clock Tower Dar es Salaam mpaka Kigoma unakwenda bila kukanyaga vumbi, ni mapinduzi makubwa na tuipongeze serikali kwa kazi kubwa inayoifanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta hii ya ujenzi katika sera yake ya mwaka 2003 ilishazungumza swala la ushirikishwaji wa wanawake na vijana katika shughuli za ujenzi. Na miaka yote hiyo hatua kadhaa zimekuwa zikifanyika, lakini tumpongeze Daktari Samia Suluhu Hassan. Significant impact imekuja kutokea awamu hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan na Katibu Mkuu mwanamke Injinia Aisha Salim Amur. Miradi ya wanawake wa kandarasi imetengwa kwa kiwango cha shilingi bilioni 40 na zaidi. Haijawahi kutokea. Huko nyuma mimi binafsi nilishiriki sana kuwatrain wa kandarasi wanawake. Lakini hili jambo lililotokea kipindi hiki ni jambo kubwa, ni jambo la kupigiwa mfano. Hongera sana Mheshimiwa Waziri Ulega kwa kusimamia jambo hili kuweza kutokea. Hongera sana TANROADS kwa utekelezaji wa jambo hili, na mimi nina hakika mtaiona tofauti. Wakandarasi wanawake wakipewa fedha hawazipeleki sehemu nyingine, fedha yote inarudi barabarani. Hongereni sana Mheshimiwa Wizara ya Ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kusema kwamba mwaka kuanzia 80 mpaka 90 taifa letu lilikuwa linatekeleza ujenzi wa barabara kwa kutumia mfumo wa rationalization of the budget, kwa maana fedha yote inawekwa katika kapu moja. Na haya yanayotokea sasa, barabara kuweza kuisha muda wake na zikawa na hali mbaya, yaliwahi kutokea mwaka 80 mpaka 90. Na ndiyo sababu ilianzishwa Road Fund Board mwaka 2000, kwamba ilionekana haiwezekani kuweka hela pamoja. Utahakikisha tu unajenga unasahau maintenance. Hiyo sababu kulianzishwa huu mfuko mwaka 2000. Lakini hiki kinachotokea sasa hivi ina maana tunarudi miaka ya 80 na 90. Barabara kweli zilifunga na tukaanza kujenga upya. Hiki kinachotokea sasa hivi ina maana tunarudi tena kule nyuma. Na maana yake ni nini? Tunataka kuiua Road Fund Board ambayo imeanzishwa kwa mujibu wa sheria. Na nchi nyingi za Afrika wapo walioanzisha mfuko wa barabara na ukafa kwa sababu hii, na mojawapo ni Ethiopia. Kwa hiyo kama taifa tunataka kurudi kule kujenga tena barabara upya kama tulivyotokea miaka ya 80 hadi 90, basi tuendelee kuzichanganya hizi fedha katika mfuko mmoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme kwamba serikali licha ya kwamba imefanya kazi nzuri kwa wakandarasi, na mimi nampongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, alipoingia tu madarakani yeye ndio alitunga kanuni kwa ajili ya ile sheria ya kubaini matatizo ya kodi, ile taasisi ya kushughulikia malalamiko ya kodi. Na hii iliwasaidia sana wakandarasi wa ndani kwa sababu walikuwa na changamoto nyingi, na yeye tunampongeza sana kwa jambo hilo. Lakini sasa ukweli ni kwamba ni lazima wakandarasi hawa tuangalie kwa jicho la pekee, hasa wakati huu ambapo mafuta yamepanda bei. Mkandarasi anatekeleza mradi sasa hivi, wakati alitenda wakiwa mafuta ni lita shilingi 2000, sasa hivi mafuta ni shilingi 4000. Hali ya mkandarasi huyu kiukweli ni kwenda kufilisika. Na bahati nzuri sekta hii ilishaliona jambo hili muda mrefu kimataifa na kitaifa. FEDIC Condition of Contract Red Book, huu ni mkataba wa kimataifa utekelezaji kazi za ujenzi, unazungumza vizuri kwenye clause ya 13.7 swala la cost adjustment iwapo tu serikali inapotangaza kupanda kwa bei ya mafuta. Lakini vile vile PPRA yenyewe kwenye mikataba yetu ya ndani kifungu namba 17.8 kinazungumza swala la cost adjustment iwapo tu
serikali imetangaza kupanda kwa bei ya mafuta. Kwa hiyo swala la kutafuta fedha kwa ajili ya kuiongezea wizara hii is inevitable. Ni lazima fedha zitafutwe kuweza kusaidia kuinusuru sekta hii ya ujenzi. Swala la kutafuta fedha, naunga mkono 100% shemewa wangu Ulega, swala la hati fungani. Na kitu ambacho Mheshimiwa Ulega kilichelewa tu kufanyika ni kuja kutupiga semina hapa ndani. Ni watu wanachanganya mambo. Hati fungani ni tofauti kabisa na EPC+F. Ni vitu viwili tofauti. Tunahitaji kupata elimu na kulielewa jambo hili vizuri. Hati fungani linaelekea katika ile sera ya serikali ya kufanya uchumi fungamanishi na uchumi shirikishi, kwamba wananchi wenyewe tunashiriki kujenga barabara zetu wenyewe kwa kutumia fedha zetu na alafu tunapata faida. Kwa hiyo swala hili tupate kuelewa zaidi, lakini naunga mkono hoja na kuhakikishia Mheshimiwa Mwenyekiti sishiki shilingi, kwa sababu lililokuwa likutugombanisha la barabara ya Kiomoni limeanza kufanyiwa kazi na consultant yuko kazini. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Ulenge. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza niseme sikusudii kabisa kushika shilingi ya shemeji yangu. Ninaiamini hii sekta imenikuza na kunilea. Naomba tu nipate ufafanuzi Mheshimiwa Spika, kama ambavyo niligusia katika mchango wangu. Sekta ya ujenzi inachangia kwa takriban 15% katika pato la taifa, 12.5 katika pato la taifa. Na wakandarasi wa taifa hili ni watu muhimu kwa kuongeza ajira kama private sector. Na kwa mujibu wa dira tunahitaji waweze kucontribute kwenye ile 70% iliyosemwa. Ningeomba kupata ufafanuzi wa serikali kutoka kwa Mheshimiwa Waziri kuhusiana na sakata zima la mafuta, namna ambavyo linaiathiri sekta hii na wakandarasi ambao wanaendelea na ujenzi sasa hivi. Ni ipi commitment ya serikali kutafuta fedha ili kuendana na conditions of contract kama zilivyoelezwa katika FIDIC na katika mkataba wetu wa ndani kupitia PPRA. Naomba tu ufafanuzi kuhusu hilo, namna ambavyo wataweza kuwa compensate na kufanya price adjustment kwa mujibu wa conditions of contract ili sekta hii isiathirike na wakandarasi wa taifa hili wasife. Asante sana. Waziri. Mheshimiwa Spika, nikiri kwamba Mheshimiwa Engineer Ulenge amekuja na jambo very technical, kwa sababu anazungumzia juu ya price adjustments na vitu vya namna hiyo, lakini niseme tu amegusia namna ambavyo bei ya mafuta inaathiri, na kwa hivyo hata cement hata bitumen zote zinaathirika. Nimhakikishie tu kwamba tumeichukua hii hoja sisi, na mimi na wenzangu katika wizara na hata wenzetu wa Wizara ya Fedha tutaifanyia kazi, kwa sababu tunaelewa mazingatio yake hapa ni kutaka kuona, moja, wakandarasi hawaathiriki, lakini mbili, makusudio yake ni kwamba isije gharama za ujenzi wa barabara zikaenda kwa juu sana. Jambo hili tumelichukua na tunalichukua kama ni homework, tunakwenda kulifanyia kazi Mheshimiwa Spika, na kwa hivyo ninamwomba hata shilingi asiishike wala kuichukua. Asante.